Imekuwa siku ndefu kweli hapa katika viunga vya mahakama ya rufani jijini Dar es Salaam. Zaidi ya saa 8 zimetumika na majaji watatu kusikiliza shauri la rufani lililoletwa hapa na Onesmo Ole Ngurumwa dhidi ya Jamhuri. Onesmo Ole Ngurumwa akiongozwa na mawakili nguli, akiongozwa na Profesa Issa Shivdi, Dr. Rugemeleza Nshala, John Seka na wengineo wamekuwa katika mahakama hii, na jambo moja kubwa ambalo limekuwa likibishaniwa ni kuhusiana na kesi ama shauri ya katiba ambao msingi wake unatokana na mabadiliko ya sheria baadaye ya mwaka 2020 ambao Jamhuri iliyafanya bungeni jijini Dodoma. Kesi hii ilisikilizwa kwa mara ya kwanza mwaka 2021 katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, na baadaye serikali ikashinda kuhusiana na kesi hiyo, jambo ambalo Onesmo Ole Ngurumwa hakukubaliana na maamuzi hayo, na kupitia mawakili wake mwaka 2022 alikata rufaa katika mahakama hii, na leo ndio mahakama imesikiliza rasmi. Imekuwa siku ndefu, lakini ndani kuna mengi ambayo yanaendelea kuhusiana na kesi hiyo. Kwanza, inaonekana ya kwamba mtu binafsi kama mwanaharakati ni ngumu ama kumekuwa na njia nyembamba kweli ya kuja kufungua shauri la katiba. Lakini jambo la pili, ndani ya kesi hiyo uko mjadala wa viongozi wakuu wa kitaifa, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, Spika wa Bunge, Naibu Spika na Jaji Mkuu, na wao kushtakiwa. Kwa namna gani msingi uliopo nje ya viunga vya mahakama? Tumezungumza na mawakili wa pande zote mbili ili kujua nini hasa msingi wa hoja yenyewe na kwa nini siku nzima imekuwa hapa, na msingi wa hoja ambayo imesikiliza mahakama ni upi. Leo tarehe 13 ya mwezi wa 5 2025, mahakama ya rufaa katika jopo la majaji watatu, Jaji Levila, jaji wa rufaa, Jaji Ngwembe na Jaji Rumanyika, wote majaji wa mahakama ya rufaa, ilikaa kusikiliza kesi ya rufaa namba 134 ya 2022 ambayo ilifunguliwa na Onesmo Ole Ngurumwa dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ikipinga mabadiliko ya sheria yaliyofanywa katika sheria ya haki na wajibu wa watu katika nchi yetu, ambayo niyo sheria ambayo ilitungwa mwaka 1994 na ikafanywa mabadiliko mwaka 2020. Sasa katika mabadiliko hayo, ile haki na wajibu ule ambao mwananchi alikuwa nao au mtu yote alikuwa nao kwenda kuifikia mahakama na kupinga ukiukwaji wa haki za binadamu katika ambao pengine anafikiri kwamba umefanywa au kuna ukiukaji wa katiba na sheria za nchi yetu, mabadiliko makubwa ambayo yalifanywa na mahakama na Bunge la Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ule mwezi wa 6 mwaka 2020, basi kulikuwa na rufaa, kwa sababu Onesmo Ole Ngurumwa alifungua kesi katika Mahakama Kuu ya Tanzania akipinga mabadiliko hayo na akitaka kifungu cha 4, kifungu kidogo cha 2, cha 3 na cha 4 na cha 5 cha mabadiliko hayo sheria namba 3 ya mwaka 2020 kwamba mahakama yatangaze kuwa ni kinyume cha katiba, kwa maana hiyo hayafai. Lakini mahakama katika uamuzi wake ilisema kwamba hakuna kibaya kilichotendwa, na kwa maana hiyo ile sheria ilikuwa ni sahihi kabisa, na haki za watu kufungua kesi za katiba ambazo ibara ya 26 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania imeagiza kwamba kila mtu ana haki ya kuhakikisha kwamba sheria na katiba na sheria nchi yetu zinafuatwa kwa kutumia utaratibu wa kisheria. Basi mahakama ilisema kwamba hapana, lazima uonyeshe kwamba wewe binafsi umeguswa vipi na ukiukwaji huo. Sasa mahakama kuu ikasema kwamba hakuna kosa, hicho akikubalika kwa upande wa Onesmo Ole Ngurumwa, akakata rufaa ambayo ilisajiliwa hapa kama kesi namba 134 ya 2022 tokea mwaka 2022. Tumepata nafasi leo mwaka 2025 kuweza kusikilizwa, na rufaa hiyo imesikilizwa leo na hao majaji watatu. Tulikuwa jopo letu leo lipata bahati kubwa sana ya aina yake, tuongozwa na Profesa Issa Shivdi. Yeye ni amestaafu katika masuala ya kuja mahakamani, lakini ana kibali maalum cha kuja katika kesi zinazohusiana na masuala ya haki za binadamu na maslahi ya umma. Kwa hiyo leo tumeongozwa, ambaye yeye ni mwalimu wetu, ametuongoza, tumeweza kuzungumza. Tumeanza kesi hii tokea saa 3 na tunamaliza hivi sasa saa 11. Kwa hiyo hoja zilikuwa ni ndefu. Mahakama imetupatia muda wa kutosha kabisa kuweza kutoa ufafanuzi na kujibu maswali mbalimbali ambayo mahakama ilikuwa inaeleta kwetu, na maana hiyo mwisho wa siku tunategemea kwamba uamuzi utatoka leo. Hukumu haijatoka leo. Mahakama imesema inahitaji muda wa kwenda kuchambua hoja zetu na kuziangalia, na itatoa hukumu yake
siku na tarehe ambayo tutahitajiwa siku za uko mbele. Asanteni sana. Kuja mahakamani baada ya muda mrefu, na kwangu mimi ilikuwa ni aina ya darasa, na kwa mimi pia nimejifunza mengi na nimefurahi kama vijana wangu hasa wanafunzi walikuja wakashuhudia yale yanayotokea mahakamani, kwa sababu sio kawaida wao kupata nafasi hii. Sisi wakati ule, enzi zile, tulikuwa tunakuja mahakamani na ndio tukajifunza, na siku hizi wanafunzi wetu hawaji sana mahakamani, hata wale wanafunzi wa sheria. Kwa nimefurahi sana kwamba walikuja, na kesi hiyo kwa maoni yangu ilikuwa na umuhimu wa kipekee, kwa sababu hiyo kesi ilikuwa ni ya kikatiba, na kesi hiyo ilikuwa inatetea mwananchi yote yule ambaye ameguswa na vunjaji wa haki za kikatiba cha umma na sehemu ya umma, ambao wao hawana uwezo wa kuja mahakamani kwa niaba yao. Kwa hiyo kesi hii iliyohusu umma zima. Unaona, ndio maana umuhimu wake. Haikuwa kesi ya kupigania haki ya binadamu moja au mtu binafsi. Ilikuwa ni kesi ya kupigania kwa niaba ya umma. Mara nyingi sana watu wetu, hasa wale ambao ni wanyonge, hawana uwezo wala hawana elimu wa kuingia mahakamani, na wao ndio waathirika wakubwa wa uvunjaji wa sheria na katiba. Kwa hivyo kifungu kile, ibara ile ya katiba ambayo ilikuwa inawezesha mtu yeyote kuja mahakamani kwa niaba yao, sawa, ilikuwa inapigwa marufuku dhidi hiyo sheria ambayo sisi tulisema kwamba ni kiume na katiba. Sasa katika katiba yetu tuna ibara muhimu sana, ibara 26, ibara ndogo ya 2, ambayo inawezesha mtu yote kuja mahakamani kwa niaba ya umma. Lakini mnamo mwaka 2020 ilipitisha sheria ambayo ingefanya vigumu sana kwa nchi yote kuja mahakamani kwa niaba ya umma. Kwa kifupi, jina langu naitwa Hangi Changa, ni wakili wa serikali mkuu, yani Principal State Attorney. Natoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ambao sisi kwenye hili shauri hili tangu linapoanza mahakama kuu, lilipokuwa limefunguliwa mahakama kuu, sisi tulikuwa ni wajibu maombi, na nashukuru tulivyoenda kule mahakama kuu, msingi wa shauri ni kwamba kulikuwa kuna mabadiliko ya sheria ya uendeshaji wa mashauri ya kikatiba, yani Bradea, ambao ulifanywa na serikali. Kuna maboresho ambayo yalifanywa. Kwa hiyo mojawapo ya maboresho ambayo yalikuwa yamefanywa ni kifungu cha 4, kifungu kidogo cha 2, kifungu kidogo cha 3, cha 4 mpaka cha 5 cha hiyo Bradea, ambapo mojawapo iliweka takwa la kwamba mtu akitaka kufungua shauri la kikatiba anatakiwa angalau alete kiapo cha kuonyesha ni namna gani ameathirika na lile jambo ambalo anataka kulilalamikia. Lakini vitu vingine ilikuwa ni kwa habari ya mtu kwamba anapotaka kufungua hilo shauri la kikatiba ni vema aonyeshe kwamba hakuna nafuu zingine kwa mjibu wa sheria ambazo anaweza akazichukua. Kwamba mtu labda kwamba kama kuna sheria ambayo tayari hicho kitu anachotaka afungue ile shauri la kikatiba, kuna sheria zinaweza zikatatua jambo hilo, basi hakuna haja ya kuja kufungua hilo shauri hilo la kikatiba. Lakini mojawapo kule kulikuwa kuna maswala ambayo yaliibuka, ambayo ilikuwa ni juu ya wajibu wa kiwango gani cha kuthibitisha kwenye haya mashauri ya kikatiba. Ninashukuru mawakili wa serikali kwa kipindi hicho, tulijipanga na hatimaye tuliendesha hiyo kesi hiyo. Mwisho wa siku mahakama ilikuja ikabaini kwamba
hivyo vifungu vyote vya sheria, yani hayo mabadiliko yaliyofanywa yalikuwa hayakinzana na katiba. Kwa hiyo ile kesi ile kule Mahakama Kuu tulishinda. Hasa kilichojiri siku hii ya leo, hao waliokuwa wamefungua shauri ambaye ni Onesimo Ole Ngurumwa alivyokuwa amefungua shauri kwa sababu hakuridhika na yale maamuzi ya Mahakama Kuu, akaamua kukata rufaa Mahakama ya Rufaa. Sasa leo shauri hili liliitwa hapa Mahakama ya Rufaa kwa ajili ya kusikilizwa, na kulikuwa kuna sababu ziko karibu 9, lakini sababu ambazo zilikuwa zingine ambazo zilikuwa za muhimu ni kama hiyo ya kuhusu haja ya kuweka kiapo cha kuonyesha namna gani ambavyo mtu ameathirika, lakini pia kuna swala la kuonyesha ni kwa namna gani umemaliza hizo nafuu zingine ambazo ziko kwa mjibu wa sheria, lakini pia kulikuwa kuna swala la matumizi ya kifungu cha 26 kifungu kidogo cha pili cha katiba, hiyo ibara ambayo inahusu swala la kufungua mashauri, utaratibu wa kufungua mashauri, lakini pia kulikuwa kuna swala la ni namna gani uthibitisho wa mashauri haya ya kikatiba uweje. Manake ukienda kipindi cha nyuma sheria ilikuwa inasema kwamba labda mashauri haya uthibitishe pasipo kuacha shaka, lakini baadaye ukawa kuna mabadiliko. Lakini ninachoshukuru tu kwamba leo tulivyokuja kwa ajili ya kusikilizwa mbele ya paneli ya Jaji Levila, lakini pia yupo Rumanyika na Ngwembe, tumeanza saa 3 kusikiliza shauri hili upande wa serikali, nikiwa mimi nikiwa naongoza nikiambatana na Lindwa Sekimanga, wakili wa serikali mwandamizi, pamoja na Stanley Mahenge, lakini na upande mwingine nao pia walikuwepo mawakili kama walivyoeleza majina yao. Tumeweza kuwasilisha mawasilisho yetu mahakamani, na tunaishukuru mahakama imetupa muda wa kutosha wa kuweza kufanya mawasilisho, na ndio maana tumeanza saa 3 tumemaliza hii saa 11. Ni kwa sababu mahakama ilipenda pande zote, wakata rufaa na sisi wajibu rufaa, tuweze kuwasilisha mawasilisho yetu vya kutosha ili kusudi kuweza kuisaidia mahakama kuja kufanya uamuzi. Kwa hiyo mahakama mwisho wa siku imepanga kwamba hili shauri hili litakuja tarehe itatolewa ya lini ambapo uamuzi utakuwa tayari. Kabisa na mimi nitoe shukurani kwa mahakama kupitia Jaji Kwembe, Revira pamoja na Rumanyika kwa muda mzuri ambao wametupa. Hii ni shauri ambalo limesikilizwa kwa takriban masaa 9 mpaka 10, saa 2 mpaka saa 11, 12 naelekea tuko hapa. Hilo jambo la msingi kabisa. Kwanza wametupa nafasi nzuri. Niwashukuru mawakili wangu wote wakiongozwa na Profesa Shivji, lakini pia upande wa serikali tumetumia muda wetu vizuri, na tunawaachia sasa mahakama ije na maamuzi ambayo wao wataona kwamba ni sahihi. Kimsingi ni kwamba mahakama ndio chombo ambacho kwa mujibu wa katiba yeyote ule ambaye anaona kwamba kuna haki zimevunjwa anapaswa kwenda. Na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunatumia njia mbili kutetea haki za Watanzania, kwa sababu sisi tunatetea haki za Watanzania. Njia mojawapo ni kufanya ushawishi, maana yake advocacy. Tunakutana na serikali, tukiona jambo halijakaa sawa tunashawishi hii kitu haijakaa sawa na vitu. Ikionekana hiyo njia ya ushawishi kukaa na kuzungumza haijatosha, njia iliyobaki nyingine ni kwenda mahakamani. Kwa hiyo mahakama zimekuwa zikitumika kulalamikia ukiukwaji wa haki za binadamu ambao ezo unafanywa kutokana na sheria zinazotungwa au unatokana na matukio mengine. Kwa hiyo mashauri ya kimkakati au mashauri ya umma kwa mujibu wa ibara ya 26 ya katiba imetoa nafasi kwa sisi watetezi wa haki za binadamu kupitia sisi mmoja au kupitia taasisi zetu au kupitia raia yote wa Tanzania. Endapo ataona kwamba kuna haki imevunjwa anakwenda mahakamani. Kwa hiyo haki tumekuwa nayo kwa muda mrefu, lakini bahati mbaya mwaka 2020 sheria ikatungwa na ikatupoka hii haki ya sisi kwanza kama wanaharakati kusimama kwenda kumtetea mtu ambaye hana uwezo wa kudai haki. Kwa mfano kesi nzuri tu ambayo mtaielewa Tanzania ni kesi ya Rebecca Giumi. Rebecca Giumi sio msichana wa miaka 18, lakini alitumia haki hii ya kikatiba ibara ya 26 kwenda kutetea wanasichana nchi hii kwamba wana haki yao, na kweli mahakama ikamsikiliza na iko haki. Lakini yeye hakuwa kabisa ni mtu ambaye ameathirika kwa sababu alikuwa ni mtu mzima. Lakini leo sheria ile imetulazimisha kwamba Rebecca Giumi ilipaswa sasa aonyeshe kwamba swala la mtoto wa miaka 18 kuolewa yeye anaathirika vipi, kitu ambacho kisingewezekana. Lakini kwa sababu ni mtetezi wa haki za binadamu, kwa sababu ni raia wa Tanzania, katiba 26 ilimpa mamlaka kusimama na kutetea haki za kikatiba. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tuliona hilo ni kosa, tukafungua shauri, mahakama kuu kutusikiliza vizuri, tumekuja mahakama ya rufaa. Tunaamini kabisa kwa hoja zilizozijenga na mawakili walivyojenga hoja leo, sisi tunaamini kabisa maamuzi yatakayotoka baadaye yatakuwa ni
ni maamuzi ambayo yatakwenda kulinda haki za Watanzania. Mimi sikuja mahakamani kwa sababu ya mimi peke yangu. Nilikuja mahakamani kwa sababu ya Watanzania. Mashauri ya namna haya au matokeo ya kesi kama hii leo hii yakitolewa kwa maamuzi ambayo yanakwenda kulinda katiba, watakaofaidika ni Watanzania wote na sio mimi. Niwe nimekufa kesho, niwe siwepo wakati maamuzi yanatoka, faida zitakuwa ni kwa Watanzania wote. Ndio muone sasa faida ya kuwa na mtaratibu huu wa kisheria ambao mtu yoyote ambaye anaweza kwenda mahakamani kutetea haki za Watanzania hata kama yeye mwenyewe binafsi hajaathirika. Na hiyo ndio imekuwa msingi wetu kwamba sisi kama watetezi au mtu yote Mtanzania ambaye anaona kwamba ana uwezo wa kwenda mahakamani kudai haki, basi ibara ya 26(2) imetoa hiyo nafasi na isivunjwe kwa sheria yote ile, isiende kuingiliwa kwa sheria yote. Na ndio maana sheria hii tunaisema sheria nzima vile vifungu vipya vyote vinapaswa kuondoka na kutangazwa kwamba vinavunja katiba, ili sisi Watanzania lakini wale ambao pia ni watetezi wa haki za binadamu au mashirika ya watetezi wa haki za binadamu yaendelee kuwa na nafasi ya kuwatetea Watanzania, hasa wale wanyonge ambao hawana nafasi ya kujitetea. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba watu waone kwamba swala la kwenda mahakamani ndio njia ya kistaarabu, ndio njia ya kistaarabu na ya kisasa zaidi ya watu kulalamika. Unajua, usipotoa nafasi ya watu kwenda mahakamani, maana yake unawaambia watu wakachukue panga wakadai haki au watu waende barabarani wakadai haki. Kwa hiyo tunapaswa kuwashukuru na kuwapongeza Watanzania ambao wanaona kwamba wanaona kwamba tunaweza kwenda mahakamani kudai haki. Kwa sababu Watanzania hao wasipoamua kwenda mahakamani kudai haki, iza wabebe panga, waende barabarani, wafanye fujo kudai haki zao. Lakini mtu yote anayekwenda mahakamani inapaswa itafsiriwe kwamba ndio njia ya kisasa, ndio njia kidogo ambayo inaonekana ni njia ya kistaarabu zaidi ya kudai haki, kwa sababu tunakwenda mezani, tunakaa upande tunakaa mbele ya majaji ambao wako kwa mujibu wa katiba, pande zote mbili zinajenga hoja, then wanaamua. Ni njia mojawapo ya kistaarabu ambayo yoyote yule ambaye atakuwa anaipinga atakuwa huyo hajitambui. Yaani ukiona kuna mtu anapinga watetezi wa haki za binadamu au Mtanzania yote kwenda mahakamani kudai haki, huyo atakuwa hajitambui au ana mapenzi mema na nchi hii, kwa sababu hiyo ndio njia ya kistaarabu pekee ambayo watu wanaweza kwenda mahakamani wakadai haki zao au wakatetea haki za wengine bila kuumizana, bila kupotezeana maisha, lakini inatoa nafasi ya pande zote mbili kukaa na kujenga hoja na kuwapa nafasi ya watu ambao kwa mujibu wa katiba wamepewa mamlaka ya kutoa haki, wasikilize alafu watoe haki.